Katika suala hilo mtazamaji, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amepuuzilia mbali mpango wa Rais William Ruto wa kuzindua dira ya Kenya ya mwaka 2060, akisema kwamba maono hayo hayana msingi na hayajibu changamoto za haraka zinazowakabili wa Kenya kwa sasa. Akizungumza katika eneo la Kinangop kwenye kaunti ya Nyandarua, Gachagua amesisitiza kwamba wananchi wanataka utekelezaji wa mipango ya maendeleo na afueni ya kiuchumi badala ya ahadi za muda mrefu zisizoambatana na mpango madhubuti wa utekelezaji wake. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Jumapili, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alipokelewa katika kanisa Katoliki Murungaro, Kinangop, kaunti ya Nyandarua, akiandamana na viongozi kutoka eneo hili. Gachagua alitumia jukwaa hili kupuuzilia mbali mpango wa Rais William Ruto kuzindua dira ya Kenya ya mwaka 2060 na badala yake kumtaka rais kutekeleza mipango ya maendeleo ya sasa. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Mambo ya ndoto hatutaki. Mtu akitaka kuota ataota kwake. Hawa wakulima ya mchele ya Mwea na Ahero, usiambie mambo ya vision ya 2060. Wanataka usimamishe kulete mchele kutoka nje. Hawa wakulima ya chai hawataki hiyo levy imewekwa. Hawataki mambo ya 2060. Wanataka tuangalie vile watapata faida kwa ile ukulima wanafanya ya chai. Pia ameikashifu serikali kwa kutoshughulikia swala la wahuni, akisema kuwa swala hilo pamoja na mvua ya El Nino inayotarajiwa ndiyo inafaa kupewa kipaumbele. Jana wameingia pale SGR ya Express Highway. Goons wameenda hapo karibu 1 hour. Wamenyang'anya watu pesa, saa na masimu na wameenda. Hakuna polisi. Wakenya wanataka kujua hii mambo ya goons ulilete utamaliza lini? Hii El Nino inakuja mwezi ujao. Mpangilio yako ya kuzuia watu wauawe na El Nino. El Nino isiharibu mali ya watu. Watu watasaidiwa namna gani? Hiyo ndio mambo ya maana, sio hii ya 2060. Gachagua amedai kuwa matamshi ya waziri wa afya Aden Duale kupendekeza rais awe anachaguliwa na wabunge wala sio wapiga kura moja kwa moja ni njama ya kumpa Rais William Ruto mhula wa pili kupitia mlango wa nyuma. Ile William Ruto ameona kura hii ya presidential hawezi pita, atuwabadilishe katiba, atuwalete parliamentary system, na ndio Aden Duale anasema ndio anunue wabunge vile walinunua, anifukuse ofisi aendelee. Hiyo ni mambo haiwezekani. Hiyo mkitaka kubidua mulete referendum, tutaiangusha. Hatuwezi kubali. Viongozi walioandamana naye walisisitiza kuwa mtindo wa kupiga kura na kuzilinda vituoni utashuhudiwa kwenye uchaguzi mkuu ujao, kuhakikisha matokeo yake ni ya kweli na haki. Nataka tuulize Murkomen, hiyo kura unasema ni kura yako ama ni kura yetu? Ni yako ama ni yetu? Kama ni yetu tutapiga na tutalinda. Wewe mwenyewe utakuwa huko kwenu mahali inaitwa Embabu tukilia na kusaka meno, kwa sababu tutakuwa tumesukuma mti yako nyumbani. Sisi tutarusha kura na tuzilinde, zihesabiwe, na jioni wewe uende nyumbani, Rigathi awe president. William Ruto mwenyewe amepoteza mwelekeo. Juzi ametoa state of the nation, tunasikia amesema sasa tutoke Singapore twende Vietnam. Si unaona huo ni mtu ana mwelekeo? Kwa hivyo tuko tayari kumtoa William Ruto tukianzia pale Orokarao na hapa Nyandarua. Ken Geshuhi, KTN. Naye Rais William Ruto amesema serikali